Teknolojia ya tatu, kifurushi kamili. Hiki ni kifurushi ambacho kinazingatia matumizi yote ya teknolojia na mbinu za kilimo zinazojitokeza katika kifurushi cha msingi, cha kati na ongezeko kidogo tu la mbinu za teknolojia katika kifurushi kamili. Ongezeko la matumizi ya teknolojia za kifurushi hiki humlazimu mkulima kuongeza uwekezaji zaidi kwenye shughuli yake. Na haya ni mahitaji muhimu ya kuzingatia kwa daraja hili. 1. Huhusisha shughuli za uchunguzi wa udongo kabla ya kuanza shughuli za kilimo katika eneo la uwekezaji. 2. Huhusisha matumizi ya udongo ulioandaliwa moja kwa moja kutoka viwandani, ingawa pia unaweza kuandaa udongo na kuutibu kwa kuuchemsha kwa kufuata hatua zote muhimu za kutibu magonjwa na wadudu kwenye udongo. 3. Umwagiliaji kwa njia ya matone unaohusisha matumizi ya uwekaji miundombinu ya kisasa ya umwagiliaji mazao shambani, yani drip irrigation. 4. Matumizi ya mbolea za kuyeyuka na uwekaji wa mbolea moja kwa moja kwenye mifumo ya umwagiliaji. Fatim Msigwa ni afisa kilimo wa serikali anayefanya kazi na mradi wa mboga na matunda, na anafafanua kuhusu teknolojia hii. Kwa mfano kwenye hili shamba ambalo unaliona hapa, hili liko ndani ya full package, kwa maana walitumia mbegu za hybrid na wakawatika kwa kutumia kwenye tray kama vile ambavyo tunashauriwa. Pia wamekuja kuandaa shamba kwa matuta. Baadaye tena wamekuja katika kutunza mmea, wametumia virutubisho sahihi kwa wakati sahihi. Baadaye tena wamekuja kuongeza, kama hapa mnaona kuna kamba, lakini pia kuna hii miti hizi zinaitwa staking. Hizi zinasaidia, kwa mfano hivi unaona hili tunda ni kubwa, kwa haliwezi kudondoka muda ambao hili tawi ni jembamba sana. Kwa hiyo likikuwa na mzigo mkubwa lina uwezo kudondoka likipulizwa na upepo na nini. Kwa hiyo kwa hii teknolojia kwa kweli ni sahihi na ni bora sana, na mkulima hawezi kupata hasara. Ni kweli uanzishaji wake au vifaa vyake kwa awali inaonekana ni gharama, lakini ni gharama kwa kusikia au kwa kufikiria, lakini kwenye matokeo yake linafanya vizuri na gharama zako zote zinaweza zikarudi. Wataalamu wamekuja hapa, jambo la kwanza wamesikitika sana kuona kwamba mlichuma Alhamisi, lakini nyanya zinaonekana nyingi zimebaki. Matenga 8 au 9 uliovuna mmeacha hata matenga 4 5. Sasa lazima tuchume nyanya zote zilizoiva kabisa, na hata hizi mnazoziona hapa. Kwa kweli hapa zinazobaki ziwe mbichi kama hizi mnazoziona. Lakini sasa unasikia hatukufanya hivyo kwamba tumekusudia kwamba zimeiva au bado mbichi. Sisi tulijua kwa mtazamo wetu, tulijua tunachuma nyanya iliyoiva kama hii hapa, lakini kwamba hata hii hapa inatakiwa ichumwe hatukujua. Lakini kama wamekuja wataalamu wameelekeza hivyo, basi ninashukuru. Tutakapochuma mchumo mwingine tutajitahidi kutoa nyanya zote. Sawa, kwa kuwa kesho tunachuma Alhamisi kesho. Kwa vyovyote vile ule ushauri walioufanya wataalamu hao tutakwenda nao hivyo hivyo. Kwa kilimo tulichokuwa tunalima cha mazoea na hivi tulivyolima kwa kutumia elimu hii, tumepata mavuno zaidi tofauti na mara ya kwanza, kwa sababu mara ya kwanza mavuno yalikuwa yanaharibika kulingana yako chini na mvua zinanyesha yanaoza, lakini sasa hivi tumeona ni afadhali. Tofauti ya masoko ipo, kwa sababu mazao ya mara ya kwanza mnunuzi anaanza kusema mbona nyanya hizi labda hazina mng'ao vizuri, zimekaa tofauti, lakini kwa sasa hivi wanaipenda wenyewe kwamba ina rangi